Tunakuwa katika sehemu ile ya 17 na 18 ya somo letu. Wengi wetu tumekuwa tunafahamu kwamba Waebrania 12 mstari wa 14 nasema, pasipo utakatifu hakuna mtu atakayemwona Bwana. Asipokuwa na huo utakatifu hakuna mtu yeyote atakayemwona Mungu. Na ile njia inayokwenda katika uzima ni nyembamba sana, na wale wanaoiona ni wachache sana. Lakini hata hao wachache wanaoiona wanahitaji jitihada kuingia katika ule uzima wa milele. Katika Mathayo sasa, tujikumbushe kabla ya kuendelea. Mathayo sura ile ya Mathayo sura ile ya 7 mstari wa 13 mpaka mstari wa 14. Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Wanaoiona njia hiyo ni wachache. Imesonga ni nyembamba sana, wanaoiona ni wachache. Achilia mbali wanaoingia. Tusome tena Luka sura ile ya 13 mstari wa 24. Luka 13 mstari wa 24. Luka 13 mstari wa 24. Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia, labda tuanze mstari wa 23 itakuwa vizuri zaidi. Luka 13 tusome mstari wa 23 mpaka 24. Mtu mmoja akamuuliza, je, Bwana, watu wanaookolewa ni wachache? Mtu mmoja akamuuliza, je, Bwana, watu wanaookolewa ni wachache? Akamwambia, jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Itakuwa vyema tuendelee tu kwa faida ya wengine ambao wameanza nasi leo. Tusome mstari wa 25 mpaka mstari wa 28. Tusome mpaka mstari wa 28. Tunaanza 23 tena kwa haraka. Mtu mmoja akamuuliza, je, Bwana, watu wanaokolewa ni wachache? Akamwambia, jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kuufunga mlango, nanyi mkaanza kusimama nje na kuubisha mlango, mkisema, Bwana tufungulie, yeye atajibu na kuambia,
siwajui mtokako. Ndipo mtakapoanza kusema, tulikula na kunywa mbele zako, naye ulifundisha katika njia zetu. Tulikwenda makanisani, tulihudhuria kanisani kama hivi leo, ulifundisha katika njia zetu. Sasa inakuwaje? Naye atasema, nawaambia siwajui mtokako. Ondokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu. Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno. Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno, mtakapomwona Ibrahimu na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu, nanyi wenyewe mmetupwa nje. Watu wanaotajwa kutupwa nje ni watu ambao wamekuwa naenda kanisani kama hivi. Ni watu ambao wamekuwa nasema wameokoka, Bwana asifiwe, zimejaa mdomoni, shalom zimejaa mdomoni, lakini watashangaa ule mlango umefungwa, hawana ruhusa ya kuingia. Na watashangaa, kwa nini tumefungiwa nje? Imekuwaje? Mbona tuliketi nyumbani kwako? Mbona tulikuwepo kanisani hatukosi? Atasema, siwajui mtokako, ninyi wafanyaji wa udhalimu. Ndugu zangu, sisi tuliokusudia kwenda mbinguni lazima tuwe makini sana. Lazima tujue, kama tutafata mkumbo, kama tutajifananisha na watu wengine, tukawa tunaenda tukimkumbo na kusema, mbona watu wengi wanafanya haya, hivi kweli Mungu atawaacha wote hawa? Ndugu zangu, ile njia imesonga. Njia ni nyembamba mno, inahitaji jitihada kuingia. Unaweza kuwa umeiona njia, wewe ambao umekuja hapa, unaweza kuwa ukisha kuiona njia, ukajua njia ya wokovu ni ile, lakini inahitaji jitihada kuingia, kwa sababu mashetani wakati wote yana lengo la kutufanya turidhike na viwango vya chini vya usafi, na kwa kujilinganisha na wengine, pale tunapojiona ni nafuu kidogo kuliko wao, au kujiona hatuna tofauti sana na wao, turidhike. Tulijifunza katika somo hili Jumapili iliyopita, turidhike na shaba badala ya nini? Dhahabu. Ndio hapo ndipo patapokuwa na kilio na kusaga meno. Watu watakaolia na kusaga meno, kama Yesu anavyozungumza hapa, ni watu wanaokwenda kanisani, ni watu wanaosema wameokolewa. Watakapojikuta nao wameachwa, ndipo itakapokuwa kilio cha kutisha. Imekuwaje na sisi tumeachwa? Imekuwaje na mimi ambaye nilikuwa najulikana ni mlokole nimeachwa? Ndio akasema inahitaji jitihada kuingia. God is no respecter of persons. Mungu haangalii uso mtu. Siku chache zijazo, kulingana na takwimu, dunia sasa itatimiza idadi ya watu bilioni 7. Na watu bilioni 7 wanaishi sasa hivi duniani.
achilia mbali watu walioishi miaka nenda miaka rudi. Mungu aliyefinyanga watu hawa kutokana na udongo hashushi viwango hata kidogo kwa kutaka kuingiza watu wengi, na hasha. Mungu ni mtakatifu sana. Mungu ni nuru, wala giza lolote halimo ndani mwake. Na wakati wa Sodoma na Gomora, miji yote hiyo iliangamizwa kwa moto na kiberiti. Akasalia Lutu na mkewe na binti zao wawili. Na hata alipokuwa anatoka nje, mkewe Lutu bado akatamani tena uchafu wa Sodoma. Akageuka ili kuiendea Sodoma. Pale pale akawa nguzo ya chumvi. Watatu tu, Lutu na binti zake wawili, ndio waliokoka kutoka, na wengine wote katika miji hiyo miwili, Sodoma na Gomora, waliteketezwa kwa moto na kiberiti. Watatu tu ndio wakaokoka. Dunia nyakati za Nuhu, katika sura ile ya 6, sura ile ya 7 ya Mwanzo, utaona uchafu ulizidi sana juu ya dunia. Na baada ya uchafu kuzidi sana juu ya dunia, kilichotokea sasa, dunia yote iliangamizwa kwa gharika. Wakasalia watu 8 tu walioingia katika safina ya kwanza. Dunia nzima iliangamizwa. Wakabaki wanaume 4 na wake zao 4. Mungu hakujali. Mungu angalii wingi wa watu. Kwa hiyo ukifikiri ni salama, kwa sababu wengine wote wanafanya uchafu kama wewe, utakuwa umejidanganya vibaya sana. Ni kundi dogo sana nitakalomuona Mungu. Mungu akishasema ni njia nyembamba, ni njia nyembamba. Akishasema jitahidini kuingia, neno lake limehakikishwa. Akishasema kwamba waionao hata njia ile ni wachache, ni ina maana ya neno wachache. Sasa hivi dunia leo imejaa uovu na uchafu wa namna ya kutisha. Kila uchafu leo umezagaa kwa namna ile ya Sodoma na Gomora. Na Yesu akasema atakapokuja mwana wa Adamu kulinyakua kanisa, itakuwa kama wakati wa Nuhu, na itakuwa vile vile kama ilivyokuwa wakati wa Sodoma. Manake watu watakaonyakuliwa katika parapanda ile, baada ya parapanda ile kulia, watakuwa wachache sana kuliko watu wengi wanavyofikiri. Itakuwa kwa mfano wa Sodoma na Gomora, walivyotoka watatu katika maelfu ya watu. Itakuwa kwa mfano wa Nuhu, walivyotoka wale watu 8 na kupanda safina katikati ya dunia ya nyakati hizo iliyokuwa bado ina mamilioni ya watu. Kwa hiyo katikati ya mabilioni waliopo leo, idadi itakayopaa bado itakuwa ni ndogo sana. Yesu akatuficha neno hilo, akatuambia waziwazi maneno ambayo lazima tujikumbushe
tena na tena, tusiyafanyie mzaha, tuyatafakari kwa makini na kuogopa. Tujiweke tayari ili tusije tukalia na kusaga meno na kusema tulikuwepo nyumbani kwako wakati unafundisha utakaso na sisi tulikuwepo. Atasema sikuwajua, atasema siwajui ninyi mtokako. Luka sura ya 17 mstari ule wa 26 tunasoma mpaka mstari ule wa 36. Luka 17 mstari wa 26 mpaka 36. Na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Sikiliza maneno hayo. Kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Manake itakuwa vile vile. Watu wengi wataachwa, watachukuliwa wachache sana na kupaa. Walikuwa wakila na kunywa, business as usual. Hakuna chochote, ni kama hamna lolote linaloendelea. Kila mtu anaendelea kufanya uchafu tu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu. Lutu ni wakati wa Sodoma na Gomora. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, kulikuja moto na kiberiti kutoka mbinguni vikawaangamiza wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Katika siku ile aliye juu ya dari na vyombo vyake vimo ndani ya nyumba, asishuke ili kuvitwaa. Na kadhalika aliye shambani asirejee nyuma. Mkumbukeni mkewe Lutu. Anachozungumza hapa, tukishakuwa tumeamua kuokolewa, tusirudi nyuma tena, tusirejee nyuma tena. Lakini wakati wote tunapokuja nyumbani mwa Bwana, tusikilize neno. Tusitafute tu mahali ambapo injili inachujwa na kutiwa maji. Lakini umepata neema, umekaa mahali kama hapa ambapo hatuendi kushoto wala kulia, na tunasisitiza viwango vya utakatifu. Sikiliza kila neno kwa makini. Acha kuleta mazoea mbele za Mungu. Acha kuleta mazoea ya wokovu. Acha kuridhika na hatua ulionayo. Lakini wakati wote ndio anasema aliyejua dari, anasema hivyo, aliyejua dari na vyombo vyake vimo ndani ya nyumba, asishuke ili kuvitwaa. Kama umepanda dari uko juu, usikubali kushuka chini tena. Umepanda, wakati wote umepanda dari, manake kiroho chako kiko juu. Usikubali ndugu, usikubali mtu anayejiita mchungaji, usikubali mtu yeyote anayeleta hadithi za uongo nyakati za mwisho kukushusha chini, kuchukua vyombo ulivyoviacha. Na anasema aliye shambani asirejee nyuma. Watu ambao tuko shambani ni wale ambao tunatenda kazi ya Bwana. Tuko katika shamba la Bwana. Umeshajua maana ya kutenda kazi ya Bwana, usirejee nyuma. Endelea kutenda kazi ya Bwana kwa gharama yoyote. Biblia inasema mtu yeyote atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na yeyote atakayeiangamiza ataiponya. Tumejifunza juu ya kuangamiza nafsi kwa ajili ya injili katika somo hili katika sehemu zilizotangulia. Ndicho hicho kinachozungumzwa.
Nawaambia usiku huo watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa kisaga pamoja, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Watu wawili watakuwa shambani, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Kwa sababu hiyo ndio maana Roho Mtakatifu akijua siku hizi ni siku za mwisho, ni siku za hatari, ni siku za Sodoma na Gomora, ni siku za Nuhu, ni siku za Lutu, amekwenda na sisi hatua kwa hatua na hajachoka, kwa upendo mwingi na kwa taratibu sana, akituonya tutafute utakatifu. Tulijifunza kwamba mtu ambaye hajaokolewa anakuwa hana uwezo wa kushinda pombe, hana uwezo wa kushinda sigara, hana uwezo wa kushinda uasherati wala uzinzi. Hata ukimwonyesha mtu namna hiyo watu wanavyokufa kwa ukimwi, anaweza kusikitika, anaweza atakadhamiria moyoni mwake. Ukimwambia wewe na mpenzi mmoja, anaweza kutaka na kutamani na kudhamiria kusema basi kwa sababu ya ukimwi hapa ni jihadhari. Ukimwambia juu ya kondom, anaweza kujitahidi kuzitumia, hawezi kuendelea. Nguvu ya dhambi ni kubwa sana juu ya mwanadamu. Dhambi ina uwezo mkubwa sana juu ya mwanadamu. Ndio maana utaona daktari anayeweza kufundisha juu ya kansa na kueleza sumu ya nikotini iliyoko ndani ya sigara, yeye mwenyewe atajikuta bado anavuta sigara. Afisa wa TACAIDS, wa taasisi inajishughulisha na ukimwi katika nchi yetu, atakuwa anatoa ushauri na saha na kuwasihi watu waepukane na uasherati, lakini yeye mwenyewe atashangaa na yeye ni mwasherati, ni mzinzi mkubwa. Dhambi ina nguvu sana. Dhambi imetafuna wasomi. Elimu ya chuo kikuu haiwezi kumfanya mtu kushinda dhambi. Elimu ya chuo kikuu inaweza kumfanya mtu awe mwenye dhambi zaidi na mbaya zaidi. Dhambi imetafuna maraisi. Dhambi imetafuna wafalme. Dhambi haikusaza mtu hata mmoja. Ina nguvu dhambi. Na pale mtu anapojifahamu ni mwenye dhambi, pamoja na kwenda kwenye dini yake, na wewe mwenyewe ni shahidi, pamoja na dini ulionayo, huwezi kusema unaishi maisha yaliyo safi. Dini yako haijakusaidia chochote. Pamoja na kubatizwa tangu utoto, imekusaidia nini? Wewe ni mwenye dhambi tu kama mpagani yoyote. Mpagani anakunywa pombe na unakunywa pombe. Mpagani anavuta sigara na unavuta sigara. Dini yako na kuimba kwaya na kubatizwa utotoni na kipawa imara vimekusaidia nini? Havijakusaidia chochote. Kipawa imara hakiwezi kukupa uwezo wa kushinda dhambi. Ubatizo utotoni hauwezi kukusaidia kushinda dhambi. Kuitwa mshirika kanisani kwako hakuwezi kukusaidia kushinda dhambi. Lakini anayeweza kukusaidia kushinda dhambi ni mmoja tu, Yesu Kristo. Tofauti na manabii wengine wote, huyu aliishi duniani kwa miaka zaidi ya 33. Alijaribiwa sawa sawa na sisi, Biblia inasema, katika mambo yote, lakini hakutenda dhambi. Alikuwa na ujasiri wa kusimama mbele ya watu na kuambia, ni nani miongoni mwenu anayenishuhudia ya kuwa mimi ni mwenye dhambi? Hakujibu hata mtu mmoja kwamba wewe una dhambi. Yohana sura 8 mstari wa 45. Yohana sura 8 mstari wa 45. Ni nani miongoni mwenu
anishuhudiaye kuwa nina dhambi, nami nikisema kweli, mbona ninyi hamnisadiki? Alisema, ni nani miongoni mwenu anayenishuhudia mimi na dhambi? Hakuna aliyejibu hata mmoja kwamba una dhambi. Nakwambia, okay, kama mnajua sina dhambi, kwa nini nikisema kweli hamnisadiki? Hata Pilato mwenyewe wakati wa kuhukumu alinawa maji, akasema, sioni hatia juu ya mtu huyu. Alijaribiwa sawa sana sisi katika mambo yote. Biblia inasema, lakini hakutenda dhambi. Ni Waebrania sasa. Waebrania sura ile ya 4. Waebrania sura ya 4 mstari sasa wa 14 mpaka mstari wa 16. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu, kwa kuwa hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote, bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Yesu alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote, bila kufanya dhambi. Majaribu unayokutana nayo alikutana nayo Yesu. Yesu alikuwa mwanadamu kama tulivyo. Aliona njaa, aliona kiu. Alikuwa mwanadamu. Lakini alikuja kutuonyesha kwamba inawezekana mtu akawa mwanadamu lakini akashinda dhambi akiwa duniani. Na kwa nini alishinda dhambi? Ni kwa sababu alizaliwa kwa roho. Hakuzaliwa kwa mwili. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Alizaliwa kwa Roho Mtakatifu. Na tukitaka kushinda dhambi kama Yesu, tushinde pombe, tushinde sigara, tushinde uasherati, tushinde kuvuta bangi, lazima kwanza tusijihesabie haki yoyote. Tusifiche dhambi zetu. Mithali 28:13 nasema, afichaye dhambi hatafanikiwa, bali aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Lazima tuwe tayari kuziungama. Tuwe tayari kusema, niwe radhi mimi mwenye dhambi. Usijihesabia haki kwa sababu umebatizwa tangu utotoni. Usijihesabia haki kwa sababu wewe ni bikira. Usijihesabia haki kwa sababu wewe uvuti sigara. Sisi ni wenye dhambi kutokana na asili yetu ya dhambi. Mwanadamu hata kabla hajafanya dhambi tayari ni mwenye dhambi. Angalia mambo yalivyo mazito. Zaburi ya 51 mstari wa 5, Biblia inasema, tangu tumboni mwa mama zetu tumechukuliwa mimba tukiwa hatiani. Zaburi ya 58 mstari wa 3 vile vile inasema, tangu tumboni mwa mama zetu tumepotea tukisema uongo. Mwanadamu ni mwenye dhambi kwa asili ya dhambi hata kabla ya kutenda dhambi. Mnazi ni mnazi kwa asili yake hata kabla hujatoa nazi bado unaitwa mnazi. Mchungwa bado unaitwa mchungwa. Mwembe bado unaitwa mwembe hata kabla kutoa embe.
Na mwanadamu ni mwenye dhambi hata kabla hajavuta sigara, hata kabla hajanywa pombe, hata kabla hajafanya uasherati ni bikira. Bado kama hajatubu dhambi atakwenda motoni. Ndio Yesu akaja akasema, ulikuwepo watu wawili, mmoja Farisayo alijihesabia haki na kusema mimi si kama, hakuona hata kama anastahili kusogea pale alipo Mungu. Akasema niwe radhi mimi mwenye dhambi. Yesu akasema huyu mtoza ushuru atahesabiwa haki kabla ya huyu anajihesabia haki. Kwa hiyo watu wengi wanaojihesabia haki kwamba wana dini ni wa Kristo ndio watatangulia kwenda motoni hata kabla wapagani. Kenda polisi, vitabu vingi vimejaa watu wanaitwa wa Kristo, wana majina kina Paulo na Petro, lakini ndio watenda dhambi wakubwa. Kwa hiyo Yesu akasema mtu hawezi kuingia mbinguni mpaka amezaliwa mara ya pili. Ndio Yohana sura 3. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Lazima tuzaliwe kwa roho kama alivyozaliwa Yesu kwa Roho Mtakatifu. Asili ya Adamu haikuingia kwa Yesu kwa sababu hakuzaliwa na mwanaume. Ulikuwa ni uzao wa Roho Mtakatifu. Na sisi kwa imani tunatubu dhambi zetu kwa kumaanisha kuziacha bila kujihesabia haki. Lakini lazima uwe tayari kuacha dhambi zote. Usiseme mimi nataka kuacha pombe lakini dansi usiguse. Siwezi kuacha dansi. Kama unaficha dhambi yoyote na kuikumbatia, huwezi kupata msamaha wa dhambi. Lazima uwe tayari kuacha dhambi zote wakati unapotubu. Watu wengi wanaingia makanisani kila Jumapili wanatubu, lakini kama kwa wimbo tu, naungama huku wanawaza baada ya kuungama warudi kuendelea na pombe. Watu wanamna hii hawezi kupata msamaha wa dhambi. Wanaopata msamaha wa dhambi ni wale ambao wanaposema naungama wanasema kuanzia leo sitaki dhambi tena. Na wewe ufanye hivyo leo. Na Yesu alisema pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mimi niliyejaribiwa katika dunia nikashinda, ndiye ninayeweza kuwawezesha kushinda dhambi. Ayubu 26 mstari wa 2, Biblia inasema jinsi ulivyomsaidia yeye asiyekuwa na uwezo. Mwanadamu hana uwezo kushinda dhambi kwa nguvu zake hata kidogo. Unaweza kudhamiria ukasema kuanzia leo naacha pombe, ukaanza kunywa kahawa, ukaanza kunywa chai, ni kwa muda tu. Ukaanza kunywa soda, ni kwa muda tu. Huwezi kuendelea sana. Na vivyo hivyo bila msaada wa Yesu Kristo hakuna wezaye kushinda dhambi. Kwa hiyo hatua ya kwanza, tunatubu dhambi zetu zote kwa kumaanisha kuziacha. Na usijihesabie haki yote. Wewe ni mwenye dhambi kwa asili, lakini vile vile ni mwenye dhambi kwa kutenda. Hakuna yeyote anaweza kusema hajakasirika tangu kuzaliwa. Hakuna yeyote ambaye anaweza kusema hajasema uongo tangu kuzaliwa. Kumbe kwa vigezo hivyo, hata kumwambia tu mtoto nyamaza, fisi huyo anakuja wakati fisi hayuko, huo ni uongo wa kutosha kukupeleka jehanamu ya moto. Na kwa viwango vya Mungu, dhambi moja tu, sio nyingi. Wengine wanasema huyu mtu amekuwa mlokole kwa sababu alikuwa na dhambi nyingi sana. Ndugu yangu, dhambi moja tu inatosha kukutenganisha na Mungu kabisa. Adamu na Hawa walifanya dhambi ngapi? Walikula matunda waliokatazwa kuyala, full stop. Dhambi hiyo moja tu ili watenganisha na Mungu mmoja kwa moja. Wala haikuwa pombe, wala haikuwa kuvuta sigara,
wala walikuwa washerati. Wakati huo walikuwa ni watu wawili tu duniani, washerati ungetoka wapi? Na wao walikuwa ni mtu na mke. Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa tunaacha kujihesabia haki. Kuokoka sio kubadilisha dini. Wengine wanaweza kubadilisha dini tu, ukawa una dini mpya lakini maisha yako hayajabadilika. Kuokoka ni kuwa na maisha mapya. Wokovu, Biblia inasema Injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Injili kama hii ya kuhubiria ndio inaitwa Injili. Ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Uwezo wa Mungu unakuja halafu unakuwezesha kuacha dhambi. Sio tu unasamehewa dhambi zako ukitubu kwa dhati namna hii, lakini unapewa wokovu, unapewa uwezo kushinda dhambi. Luka 1:77 anasema wajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao. Unaweza kuona. Kwa hiyo sasa, kwa maana hiyo hata kama tumekuwa Wakristo tangu utotoni, kwa tumebatizwa, tunaitwa Wakristo tangu utotoni. Hata kama sisi ni watu wa dini, ni wapagani, si hoja. Kila mmoja anakuja na kufutilia mbali chochote kile cha historia. Anaanza upya msalabani. Anamwendea Yesu kwa upya, kwa toba ya dhati kutoka ndani ya moyo wake. Na kama ukitubu kwa dhati, uwezo wa kushinda dhambi unaingia ndani yako. Utaona kiu ya pombe imehama, kiu ya sigara imehama, kiu ya uovu uliokuwa unaufanya imeondoka. Unapenda sasa kufanya mapenzi ya Mungu. Yohana 1:12, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio hao waliaminio jina lake. Kwa hiyo huwezi kusema umeokoka wakati unakunywa pombe. Huwezi kusema umeokoka wakati unavuta sigara. Huwezi kusema umeokoka wakati wewe ni mwizi. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Unaweza kuona. Sasa tulijifunza, ukichukua hatua hizo mpaka hapo, sasa unakuwa umeokoka. Utaona sasa maisha yako yamebadilika. Hauko kama mwanzo. Huwezi tena kutamani kwenda dansini, huwezi tena kwenda dansini, huwezi tena kuvuta sigara. Mimi tangu utotoni sijawahi kunywa pombe. Baba yangu alikuwa mlevi sana, lakini mama yangu tangu nimezaliwa sijamuona anakunywa pombe. Kwa hiyo tangu utotoni nilikuwa namwangalia baba, narudi amelewa sana. Nikahuzunika sana juu ya maisha yake. Alikuwa mlevi kupindukia. Sikupenda maisha ya baba. Na kwa hiyo tangu utotoni mpaka leo hivi, hata kabla kuokoka, sijui pombe ladha yake inafananaje. Vile vile sigara sikuwa ikuwa mvutaji kwa maana ya mvutaji, lakini mimi nilikuwa na, kabla sijawa mtumishi wa Mungu, huko nyuma nilikuwa nafanya kazi Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nyakati zile tulikuwa
watu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tulikuwa na mishahara mikubwa sana kuliko watu wa serikali zote za Tanzania, Kenya, Uganda. Kwa hiyo tulikuwa tunajivuna na kutaka kuonyesha wakati wote kwamba una hela. Nakumbuka nyakati hizo nilikuwa mfanya kazi, nilikuwa nafanya mimi professionally, ni mtaalamu, nimesomea utaalamu wa hali ya hewa, ni meteorologist, ndio profession yangu. Sasa wakati ule nikiwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, idara hali ya hewa ilikuwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nakumbuka nilikuwa sivuti sigara, lakini kwa mbwembwe tu, ili nionyeshe tu watu wengine walio jirani na mimi kwamba na pesa, nilikuwa nanunua sigara zile za bei mbaya, Benson and Hedges. Na wakati wa sigara hapa ilikuwa sportsman zile za karatasi ya ovyo ovyo. Kwa nanunua Benson and Hedges, Marlboro, sigara za hasara. Halafu nachukua zile viboksi vile Marlboro, Benson and Hedges, halafu nashika tu mkononi, halafu na kalamu ya bei mbaya, halafu nakuwa nayo tu kwa mbwembwe, halafu sivuti. Halafu mtu akija, sigara nafungua hivi, nampigia tata, anachukua, halafu narudisha box. Nakumbuka niliwahi wakati niko sekondari kujaribu kuvuta sigara. Mtu mmoja kaniambia sigara ni nzuri sana. Nikajaribu kuvuta sigara, kupuliza moshi. Nikaona vitu vya ajabu tu kwamba sasa kuna raha gani katika hii? Akaniambia wewe kazana tu, utazoea. Wewe unapuliza moshi tu, alafu unauingiza ndani, alafu unautoa tena. Nikajaribu kufanya hivyo. Sasa nikamwambia mbona tu ni nakohoa tu, sioni raha yake? Anasema hii raha inakuja taratibu. Sikuamini hiyo nadharia. Kwa tangu wakati ule nikaachana nayo. Kwa hiyo wakati wa sasa nafanya kazi, nimeshika hizo sigara tu namna hiyo. Nakumbuka siku niliyookoka. Siku niliyookoka, maisha yangu yalibadilishwa kabisa. Ndipo nikajua vizuri jinsi ambavyo wokovu ulivyo. Nikajua wokovu ulivyo. Na baada ya kujua wokovu ulivyo, maisha yangu yalibadilika kabisa. Tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 1980, nyakati za jioni, nikiwa katika kanisa ambalo lilikuwa linaitwa Tanzania Assemblies of God Ilala, kwa mchungaji Titus Mkama, roundabout kule ya shule huru. Askofu Kulola alikuwa anahubiri pale. Nilisikia injili, maisha yangu yakabadilika. Mbwembwe zile zote zikaondoka. Nikawa siwezi kushika tena hata box lile la sigara. Nilikuwa mpenzi sana wa dansi. Siwezi kusahau wakati ule nilikuwa naishi Temeke. Nilikuwa naishi Temeke, mtaa wa Taveta, kwenye banda la uwani. Nikawa nimekwenda kwenye muziki. Nyakati zile kulikuwa na bendi inaitwa Juata Jazz Band. Ilikuwa wakati ule ilikuwa inaitwa Nuta. Kulikuwa na Nuta Jazz Band, ikaja kwa Juata.
kulikuwa na ukumbi maarufu nyakati zile, ulikuwa maarufu Polisi cha Ng'ombe. Nimeingia katika ukumbi wa dance wakati nimekwisha okoka. Nimekata tiketi ya dance. Nimeingia ndani ya ukumbi wa Juwata Jazz Band, Yunuta, wakati ule wa mwanzo. Nimeingia mle, watu wanacheza dance kama zamani, na mimi ningecheza dance. Ikashindikana kucheza. Nikawaangalia tu namna hii. Sauti inazungumza na mimi ndani. Hiyo ndio sauti ya Roho Mtakatifu. Unafanya nini hapa? Hapa si mahali pako. Wewe umeokolewa. Unafanya nini hapa? Na ndani yangu kumekwisha umbiwa kitu cha kuitile sauti. Nilikuwa nimekaa hapo dakika chache tu, hata 10 hazikutimia. Niliondoka, nikarudi kwenye gate. Nikamwambia natoka. Yule mtu alikuwa getini akaniambia, ukitoka huwezi kuingia tena. Lile karatasi la tiketi nililichana pale. Nikasema sina haja ya kurudi. Ndio ilikuwa mara mwisho kuingia katika ukumbi wa dansi. Tangu wakati ule mpaka leo, miaka 30 imepita. Ndugu zangu, Yesu anabadilisha. Mbwembwe za kushika box hizo za sigara zikawa haziwezekani tena. Siwezi kukamata sigara hivi. Siwezi kukamata sigara niweke mkononi tena kama mwanzo. Na ukiwa umeokoka, vivyo hivyo litatokea badiliko la maisha ambalo litakufanya usisahau. Utajua kabisa kilichoko ndani yako ni kingine. Wewe ni kiumbe kipya. Umeokoka. Wokovu ni duniani, sio mbinguni. Kama wokovu ungekuwa mbinguni, Yesu asingekuwa na haja ya kuja duniani. Lakini ndio maana alisema alikuja na kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kama mbinguni ndio kungekuwa na wokovu, asingekuwa na haja ya kuja. Lakini Zaburi 16:3, watakatifu walioko duniani, hao ndio walio bora, hao ndio ninaopendezwa nao. Sema haleluya. Na sasa, kwa hiyo kuokolewa kutaleta badiliko la maisha ndani yako. Lakini huo ni mwanzo tu wa kufikia viwango vya utakatifu wa Yesu. Unapokuwa umeokoka kama hivyo, unaanza safari. Roho anaendelea kushughulika na wewe. Na viwango vya usafi sio kwa watakatifu kama padri fulani au kama mchungaji fulani. Ni kwa watakatifu kama Yesu, kama Mungu alivyo mbinguni. Mathayo 5:48 Biblia inasema, nanyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Ukamilifu sasa ni zaidi ya kuacha sigara, ni zaidi ya kuacha pombe, ni zaidi ya kuacha bangi, ni zaidi ya kuacha uasherati. Unaweza ukawa umeacha uasherati, lakini mawazo yakawa yamejaa tu mawazo machafu, wala una uwezo wa kuyatawala. Unaweza ukawa umeacha sigara, lakini mtu akipita na moshi wa sigara bado ukawa
unavutwa namna fulani na kutamani, ingawa huvute sigara, lakini kuna kitu bado kinakuvuta. Sasa utakaso, kama ambavyo tumegusia, ndio hatua inayofuata, ambayo utakaso inakuwa ni operation ya kiroho ambayo inafanya moyo uwe safi. Huku nje tunaweza kuwa na matendo ya nje mema, lakini bado ndani kuna tatizo. Unaweza ukawa uendi dancini, lakini ukiingia kwenye daladala ukasikia muziki wa dance, ukashangaa kuna kitu huku ndani kinakusukuma hata kutikisa viungo. Halafu unasema, mimi nimeokoka, sasa inakuwaje tena namna hii? Hicho kitu cha ndani kabisa namna hiyo kinang'olewa kwa utakaso. Ile vitu vyote vinavyokuwa vimesalia katika mawazo, katika nia, katika moyo, vinaondolewa kwa utakaso. Operation hii sasa ya kufanya uwe moyo safi, moyo uwe safi, tulijifunza kwamba ina majina mengi. Inaitwa kutahiriwa moyo, tohara ya Kristo isiyofanyika kwa mikono. Inaitwa kufanywa kwa timilifu. Inaitwa kutakaswa. Kwa hiyo ukishakuwa umeokolewa, tukajifunza kuna vitu vingi kadha wa kadha ambavyo huwezi bado kufikia kwenye viwango hivyo, na tumekuwa tukiangalia sasa hatua kwa hatua kwa wiki kadhaa sasa yale ambayo yatakushinda. Hatuna muda wa kurudi nyuma tulikotoka, lakini tulijifunza sasa dhambi hata iwe ndogo kiasi gani huwezi kuivumilia. Huwezi kuahirisha kutubu ukasema nitatubu jioni. Hata kitu ambacho zamani kingekuwa kidogo sana, mara moja unataka kukitubu mara moja pale pale. Kwa hiyo unajikuta uko safi wakati wote. Hakuna dhambi kabisa ndani yako. Hakitakuwa dhambi ya kusubiri uje utubu kanisani. Haitakuwa dhambi ya kusubiri uje utubu kabla kulala. Hapana. Na mwishoni sasa tulijifunza kwamba sio tu unachukia dhambi kiasi hicho, lakini huwezi kumficha mtu mwovu. Ndio ilikuwa kidokezo cha mwisho ambacho tulimaliza kujifunza kujifunza hapo Jumapili iliyopita. Huwezi kumficha mtu mwovu. Kibiblia, wewe unaweza ukawa sio mwenye dhambi. Unaweza ukawa sio mzinzi. Unaweza kuwa sio mwizi. Lakini kama ukimtunzia mali zake mwizi, unahesabiwa na wewe ni mwizi. Umekuwa radhi na mwizi. Ile kuwa radhi tu na mwizi bila kumfichua, tayari na wewe ni mwizi. Hivyo ni viwango vya utakatifu vya Mungu. Zaburi ya 50 mstari wa 16 mpaka mstari wa 18. Zaburi ya 50 mstari wa 16 mpaka 18 tunasoma: bali mtu asiye haki Mungu amwambia, una nini wewe kuitangaza sheria yangu na kuliweka agano langu kinywani mwako? Maana wewe umechukia maonyo na kuyatupa maneno yangu nyuma yako. Ulipomwona mwivi ulikuwa radhi naye,
ukashirikiana na wazinzi ili chukua radhi na mwizi, huwezi kumfichua, wewe nawe unahesabika ni mtu usiye haki. Kuwa na ushirika tu na mzinzi, unasema wewe umeokoka lakini una nyumba ya kulala wageni ambayo ni mali yako, halafu watu wanakuja kufanya uzinzi mle ndani, wanakuja wanasema short time, mtu na kahaba wanafanya uchafu wao hapo, unachukua hela yao. Umeshirikiana na wazinzi na wewe unahesabika ni mzinzi. Ukiwa umeokolewa, wewe ambaye huwezi kunywa pombe, gari la kwako la usafiri kama ni pickup, huwezi kubeba pombe. Umepaki pickup yako ya mizigo, halafu nakuja mzigo kwamba nina pombe hapa, nataka kuzipeleka bar. Huwezi kutumia gari yako wewe kubeba pombe, ingawa hunywi. Ukibeba pombe na wewe ni mlevi. Huwezi kuuza sigara dukani kwako hata kama uvuti sigara. Ole wake ampaye jirani yake kileo, unywe nawe wewe kama mtu asiyetahiriwa. Habakuki sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 16. Unywe nawe wewe kama mtu asiyetahiriwa. Huwezi kumpa mtu jirani yako kileo wakati mwenyewe unajua hiki ni kileo, hii ni sumu. Kwa hiyo viwango vya namna hiyo, kama hujatakaswa, utaona sasa nisipovuta hii sigara ndio ziko zinanipatia hiki na kile, nisipofanya biashara, nisipofanya hivi, nisipoweza kubeba pombe kama hivi, na hii ndio mizigo iko mingi hapa, sasa itakuwaje? Ule uwezo wa kuiangamiza nafsi yako huwezi kuwa nao. Huwezi kuiangamiza nafsi yako hivyo kwa ajili ya Injili. Uwezo wa kuichukia dhambi kiasi hicho hauwezi kuweko ndani yako. Ni mpaka utakaswe. Utakaso ndio utakufanya kuwa makini kwa kitu chochote kile ambacho zamani ungesema hiki ni kidogo sana. Unaweza kuona sasa leo kwa muda mfupi